Karibuni wapenzi watazamaji wetu katika kipindi chetu cha 100 People's Corner. Nitakuwa nami Neema Isaac Kesi siku ya leo. Karibuni. Mada yetu ya leo tunaenda kuzungumzia umuhimu wa ndoa katika maendeleo au ndoa na maendeleo. Tunajua kwamba ndoa ndio mahali ambapo Mungu ameagiza au ameelekeza au alikusudia nchi ikajazwe, mwanadamu akatawale na kuongeza hiyo dunia au nchi. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba ndoa ina umuhimu mkubwa sana katika maendeleo ya kila siku. Tuanze tu kwa kuangalia kwamba mtu anapooa au kijana anapooa, unakuta mwenyewe kijana hata alikuwa tu ana mwili wake mdogo mdogo tu, lakini akioa unakuta mwili unaongezeka kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hapo kuna nini? Kuna swala la maongezeko au swala la kukua kwa mwili. Au hata binti anapoolewa unakuta anaongezeka mwili. Maana yake kuna jambo limetokea kwa sababu tu wawili wameoana. Kwa hiyo ndivyo hivyo inavyoenda hata kwa katika swala la maendeleo. Kwa mfano, mwanamke tu akishaolewa, akishaingia kwenye ndoa, unashangaa tu kuna hali ya mabadiliko hata ya kiuchumi kwenye ile ndoa. Ninakumbuka mimi nilipoolewa, niliingia kwenye ndoa, mume wangu alikuwa hata hajajua kuendesha gari. Hajui kuendesha gari kabisa. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, haijakaa muda kama mwaka, tuliweza kununua gari na akajifunza kuendesha gari, akanunua gari. Nakumbuka kabla hajaoa tulikuwa tunapanga nyumba. Hata baada ya kuoana tukakaa kwa muda kama mwaka mmoja tukapanga nyumba. Lakini baada pale tukanunua kiwanja chetu, tukaanza kujenga. Kwa kuanzia pale nilianza kuona maisha ya kwake mwenyewe hata ya kwangu mwenyewe yanabadilika. Kuna namna ambavyo mwanamke akishaolewa, we mke au mama ukishaingia kwenye nyumba, kwenye ndoa, ina maana umepeleka ile mbegu ya mzabibu. Kwa sababu mwanamke anaambiwa yeye ni mzabibu unaozaa. Kwa hiyo yule bwana yeye ni shamba tu, lakini shamba haliwezi kuzaa pasipokuwa na ule mzabibu. Kwa hiyo unashangaa baada ya mwanamume kuoa, kuleta ile mke ndani ambaye ni mzabibu, unashangaa maongezeko na mabadiliko kwenye ndoa yanakuwepo. Wewe ambaye una ndoa unasikiliza hapo ulipo, unajaribu kujifikirie tu, waza pamoja na mimi. Ulipoolewa, mama ulipoolewa au baba ulipooa, uliona mabadiliko gani kwenye maisha yako kwa ghafla tu baada ya kuoa? Baada ya kusema huyu ni bibi na bwana fulani, kuna kitu kilitokea katika maisha yenu. Kwa hiyo hicho kilichotokea ni namna ile Mungu sasa alivyoamua mwanamke na mwanamume wakae pamoja, waongezeke, walete maendeleo kwenye dunia. Kwa hiyo basi, ndoa inaweza pia kulinganishwa kama kiini cha yai. Wote ni wafugaji, tunajua kufuga. Yai linakaa, kuku wanataga, baada ya kukaa wakitaga wanaatamia ile mayai, mwisho wanaangua vifaranga. Kwa sasa ndoa ni kama vile kiini cha yai, kikianguliwa kinaangua vitu vizuri sana kwa ajili ya maendeleo ya dunia. Mke na mume tu wakikutana wakioana, unashangaa anaanguliwa, wanatokea watoto. Lakini sio hivyo tu, tumesema mara ya kwanza, maendeleo, mabadiliko kwenye ile familia yanaonekana kwa wale watu wawili. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama nyie wenye ndoa mkikaa pamoja, kwa sababu Mungu anasema mnakuwa wamoja. Mwanzoni Mungu alimuumba Adam na Hawa kama wamoja. Mwisho akamtoa yule Hawa akawa kwenye ubavu, akamtoa kwenye ubavu wake. Lakini akaambia mtakuwa wamoja. Sasa muunganiko wa mke na mume wanarudi kwenye ile umoja wa Mungu aliokusudia. Kwa hiyo hata kama wewe mke na mume mkafanya kazi kwa pamoja, hata kama ni biashara, labda ninatoa ushauri au ninajaribu tu kutoa kama rai, nyie ambao mmeoana mkiwa na common work, hata kama mnafanya kazi yenu ikawa moja, kama ni biashara akafanya mke na mume, ile biashara huwa inakuwa na maendeleo na mara nyingi haifi. Kwa sababu pale Mungu anapakusudia sana na anapapenda sana. Kwa hata kwa vijana ambao leo wanaoana na kuolewa, kama unaweza kufanya kazi moja na mke wako au na mume wako, mkafanya jambo lenu likao moja, Mungu huwa analipenda sana hilo jambo.
na huwa anapangalia sana kuwabariki. Kwa hiyo sasa ndoa inakuwa kama kiini cha yai, inazaa matunda, inazaa kifaranga, inazaa watoto, inazaa maendeleo, inazaa biashara, inazaa ukomavu, inazaa majirani, inazaa, yani ndoa ikishakuwa ni ndoa, kuna namna ambavyo hata dunia inajua hii ni harusi ya mtu fulani, maana yake ni ndoa inafungwa, ni Mungu anaenda kukaa na watu fulani mahali. Kwa hiyo maendeleo yamekusudiwa kwenye ndoa. Kwa hiyo ndoa ni kiini cha maendeleo. Wewe mama ambaye umeolewa na baba ambaye umeoa, usifikiri tu kwamba ile ndoa kazi yake ni kuzalisha watoto. Hapana, ni zaidi ya hapo, kwamba mke anapoingia kwenye ndoa amepeleka maendeleo, mume anapooa ameanzisha maendeleo, kwa sababu ni pale sasa ile namna ya Mungu alivyotaka kuzalisha na kuongezeka inafanyika. Lakini pia ndoa inaweza kufananishwa na shamba. Shamba, wengi ni wakulima, ndoa kama shamba. Unajua kabisa shamba huwa linaleta mazao, shamba labda la mizabibu, shamba la kahawa, shamba la mahindi, na ndoa inaweza kuwa kama shamba, kwa sababu kwenye ndoa kuna process au kuna hatua moja hadi nyingine, na hatua zote hizi zinapelekea maendeleo. Kwa mfano, kwenye shamba kunahitaji maandalizi ya shamba, kuandaa shamba. Kwa hiyo basi hata kijana, mtoto wa kike na wa kiume, anahitaji kuandaa mahusiano yake vizuri ili kufikia kwenye ndoa. Lakini hata baada ya kuingia kwenye ndoa, wanahitaji kuandaa masuala yao pale kwenye nyumbani ili kuweza kuleta maendeleo kwenye ile nyumba. Wanaangalia wanamtaji kiasi gani, wanaangalia nini cha kuanzisha, watafanya kazi kwa umoja namna gani, watafanya kipi, waache kipi. Kwa hiyo kunahitaji maandalizi kwenye namna yote kwenye ndoa, aidha kwenye kujiandaa kuoa au kuolewa, au hata kuifika kwenye ndoa panahitaji maandalizi kwa habari ya shughuli za maendeleo katika ile ndoa. Baada ya kuandaa shamba kuna kupanda. Kwa hiyo kwenye ndoa kuna wakati wa kupanda, na mara nyingi kwenye ndoa ikifika wakati wa kupanda, kuna namna ambayo sasa ndoa nyingi zinakuwa zinapata changamoto au wanandoa muda ule wa kupanda, kwa sababu muda wa kupanda ni muda ambao mnapeleka mbegu shambani. Mnapeleka mbegu kwenda kupanda, kuna namna mnaweka mbegu. Hasa kama wote hamna utayari wa kwenda shambani kupeleka mbegu, kunakuwa kuna hitilafu. Mwingine ataona mbona mimi napanda mbegu nyingi, mbona mimi napanda kidogo. Ndio pale inatokea labda mume ana kazi au mke ana kazi, au mke ana kazi au mume hana kazi. Mke anaona kwa nini nitoe hii hela ya matumizi hapa, au mume anaona kwa nini mke asitoe. Kwa hiyo ni ile process ya kupanda ili kwenda kuvuna kitu. Kwa hiyo hapo panatakiwa hekima na busara ya hali ya juu katika kupanda, kwamba mume wangu, mke wangu, tunaenda kupanda, wewe ulichonacho una 2, mimi na 3, tukapande. Umeona? Kwa hiyo ile namna ya makubaliano tu kwenye ndoa, haya yanaepusha migongano mingi sana kwenye ndoa, kwa sababu kunakuwa na uwazi na upandaji unakuwa ni wa wazi. Mnabeba mbegu zenu kwa kilo zenu mlizonazo, mnaenda shambani kupanda. Mnabeba mtaji wenu mlionao kwa kiasi chenu, mnaenda kupanda ili kusubiri nini? Mazao, wakati wa kupanda. Lakini baada ya kupanda kuna wakati wa kusubiri mazao yaote. Mazao yaote, labda mlikuwa kiasi chenu chote mmekipanda, mmewekeza kwenye biashara, labda mmewekeza kwenye jambo fulani ambalo mlikuwa mnafanya kama familia, kama wanandoa, ile hela imeishia pale. Kwa kuna muda wa kusubiri. Hasa ule muda wa kusubiri ni muda, baba alikuwa na kazi, labda ametoa hela fulani ameweka kwenye mtaji fulani kwenye jambo fulani, kikabaki kidogo. Kwa kuna muda wa kusubiri. Ina maana gani? Yaani kwenye ndoa nyakati hazilingani, nyakati tofauti tofauti. Hapo kabisa napanda, hapa nasubiri mazao yaote. Kile ninacho fanya nini? Kiote. Kwa hiyo kunahitaji uvumilivu kwenye kusubiri mbegu yote. Mbegu kishaota kuna kupalilia, palizi. Maana yake nini? Kuna wakati wa kile ambacho umekipanda kama wanandoa, mnakwenda kukipalilia. Kuna juhudi ya makusudi, mnapalilia. Mnatafuta wafanyakazi, majembe, mnaenda kupalilia mazao yenu yale ambayo mliyapanda.
Kwa hiyo kwenye ndoa kuna wakati mnakuwa ni wakati wa kupalilia, miche haijakuwa, mazao hayajakuwa tayari, mnapalilia shamba lenu au mnapalilia yale masuala ya maendeleo mlionayo. Kwa hiyo kama unavyokuwa na shamba la kawaida, ndivyo tuseme kwenye ndoa inavyokuwa, mnapalilia. Kwa ni muda wa kupalilia unasubiriwa. Sasa baada ya kupalilia, sasa tena yale mazao mnasubiri mazao yanaendelea kukua. Mmewekeza mtaji mahali, biashara fulani imeanza mahali, au mama amepata ujauzito, mnasubiri mimba inakuwa ili mtoto asubiri kuzaliwa, kama ilivyo kwenye shamba. Kwa kuna muda wa kusubiri baada ya kupalilia shamba lako, kusubiri mazao yanafanya nini? Yanaendelea kukua. Sasa basi, katika kusubiri mazao kuendelea kuwa, kuna wakati mvua zinanyesha au mvua zinakata, jua linakuwa kali mvua inakuwa nyingi, inaharibu mazao. Tunasema hizo ndio changamoto za ndoa. Mafuriko yanatokea, mvua inazidi. Hizo ni changamoto katika kusubiri mazao yakue. Kwa hiyo basi, wewe ambao una ndoa, usione jua limekuwa kali unasema jua limekuwa kali. Hapana, haiwezekani. Au mafuriko yametokea, hapana, haiwezekani. Ni muda wa kusubiri mazao yaendelee kukua, mpendwa. Kwa nyakati hizo usiogope. Wewe mke ambaye una ndoa yako, wewe mume, unapoona nyakati za migongano, migogoro kwenye ndoa, sio wakati wa kukimbia, sio wakati wa kukata tamaa. Hapana, ni wakati wa kusubiria mazao yakue ni wakati wa kusubiri ulichopanda kikue. Ni wakati wa kusubiri kile ulichokipalilia kile kiweze kukua, ili kiweze kuzaa sasa, yale kizae kipate kuchanua. Kama ni mahindi, yanabeba watoto wake, yanakuwa ule mahindi unauona. Kwa mpaka ifikie hiyo process, kuna muda wa kusafa. Kuna kiangazi kinazidi. Kuna saa nyingine uko unapalilia ile mbolea uliweka, mbolea ikazidi, ikaunguza mazao. Mahusiano yenu kwenye ndoa, namna mlivyokuwa mnaongea, mnawasiliana, kuna mahali mmekwaruzana, pakawa pakaenda pasivyo. Hiyo ni namna mbolea inavyofanya kazi kwenye ile shamba. Saa nyingine imekuwa nyingi. Kwa sio wakati wa kusema hii ndoa, hapana. Hapana. Ni wakati wa kusimama imara, kusema mimi nasubiri mazao yangu nilipanda yatazaa tu. Kwa hiyo ni muda wa kusubiri mazao yakue. Lakini baada ya mazao kukua, yana muda wa kukomaa. Yanakomaa, ili ya kukomaa sana nasubiri kuvunwa, yanakomaa. Kuna muda wa kukomaa kwenye ndoa. Kwa hiyo ndoa haiendeki tu hivi hivi, ni kama mmea. Kuna mahali inakuwa changa, inakuwa, halafu kuna mahali inakomaa. Kwa hiyo muda wa kukomaa kwa ndoa ni muhimu sana. Kwa hiyo kama mwanandoa ukaona ule wakati wa kukomaa umekuwa mwingi, unaamua kusema haiwezekani. Hapana. Kuna muda kukomaa kwenye ndoa, kama ilivyo muda wa mhindi kukomaa ili ukauvune.